Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Watoto ndio rasilimali muhimu kuliko zote katika nchi yote. Na ni hivyo kwa sababu leo ya nchi hiyo au jamii na kesho yake inategemeana na watoto. Na inategemea tunawalea watoto namna gani. Hivyo hivyo katika familia. Wengi hapa nikiangalia hapa, wengi hapa ni watu wazima. Ni baba, mama. Kama sio baba sio utakuwa mjomba, shangazi. Tuna watoto. Na kwenye familia zetu sio ile nuclear wanasema wazungu, baba, mama na watoto tu. Hata mtoto wa dada yangu, wa kaka yangu ni mtoto wangu. Si ndio? Kwa tunajua kabisa sehemu nzuri muhimu ya kuwalea watoto ni kwenye familia. Na kesho na leo ya familia inategemea tunawalea watoto. Si ndio? Mkiwalea ovyo ovyo, hiyo jamii itakwenda ovyo ovyo. Mkiwatelekeza basi hivyo hivyo. Lakini kinyume chake, mkiwalea vizuri, mkawatunza vizuri, wakakuwa vizuri, basi unahakika pia na kesho ya jamii hiyo, ya familia hiyo, na yeye itakwenda vizuri. Si ndio? Lakini tunaelewa kwamba baadhi ya watoto wao yanatokea mazingira wanakosa bahati ya kulelewa katika familia kama tunavyojua ile familia ya asili ya baba, mama, watoto na ndugu wale wa damu. Tunaijua hiyo, si ndio? Inawezekana wamekuwa yatima kwa sababu mbalimbali. Mwenyezi Mungu anawachukua hao wazazi wake, watoto wanakuwa yatima. Lakini kwa sababu zingine, baadhi ya watoto wanajikuta wanakaa mitaani, wanafanya kazi mitaani, wanakaa huko mitaani. Na wenyewe hao wana uhitaji maalum. Kuna baadhi ya watoto kwa ufupi. Ndio maana sasa kama nchi, kama jamii na ni utaratibu dunia nzima, tumekuja na utaratibu wa malezi ya kambo. Malezi ya kambo au malezi mnaita nini? Mbadala. Kwa malezi, kwa sababu tunakubaliana kwamba mtoto yeyote kokote alipo, hata kama imetokea changamoto hizo, labda amekosa wazazi au kuna sababu nyingine yote amejikuta kwenye mazingira magumu, wote wanahitaji kulelewa vizuri. Kwa hiyo kama jamii, kama nchi, tuna utaratibu wa malezi ya kambo. Tuna utaratibu wa malezi mbadala. Kwa sababu tunachotaka ni watoto wetu walelewe vizuri. Si tuko vizuri hapa? Sasa katika kazi hiyo, katika kufanya hiyo, tunachotaka hawa walezi wetu, hawa watu wetu wanaofanya kazi ya malezi mbadala, malezi ya kambo, waifanye sawa sawa. Kwenye jamii yetu wakati mwingine huwa tunasikia malalamiko ya baba na mama wa kambo. Nadhani hamjasio wageni na mambo hayo. Kwa hiyo kuna picha kwamba mama wa kambo, baba wa kambo huwa wanawatesa si watoto. Bila shaka watakuwepo. Ukisikia malalamiko kwenye jamii watakuwepo wanaofanya hivyo. Na hakika wapo, kuna kesi wakati mwingine tunazikuta, tunaletewa. Lakini wengi wanafanya kazi vizuri. Mama wa kambo wengi, baba wa kambo wengi, wazazi wa kambo wengi wanafanya kazi vizuri. Lakini tunaelewa pia sio kila mtoto atabahatika kupata hawa walezi wa kambo ambao ni familia ya moja kwa moja. Kwa hiyo tuna watu katika nchi yetu, utaratibu wetu tumeweka utaratibu wa baadhi ya taasisi ambazo wanafaa kwa hiari yao, wanaona jambo hili ni muhimu, basi washirikiane na serikali kutoa malezi mbadala. Kama serikali tunayo makao ya kutoa hizo huduma. Tuna makao ya taifa Kikombo, Dodoma, na hapa Kurasini, kwa maana Dar es Salaam. Lakini tunasema hapana, hili ni jambo la kwetu wote kama jamii, tushirikiane. Kwa hiyo tunashukuru kuna makao ya watoto yako nadhani 404 yanayotoa malezi au malezi mbadala ama malezi ya kambo, makao ya watoto.
na wanafanya kazi nzuri. Kwa lengo hilo hilo kwamba watoto wetu walelewe vizuri. Na kuna watu wengine tunawaita watu wa kuaminika. Tunampata mtoto, wakati mwingine tunampata mtoto huko kwenye makao kwa sababu hata miezi 4. Lengo sio kwamba wakae moja kwa moja huko. Ni kwa muda tu, muda mpito. Mmoja wao katika hawa, mmoja wao ni SOS. Wanafanya kazi nzuri. Tena na hawa wanawasomesha shule na wanafanya kazi nzuri. Lakini tunasema haitoshi. Wakati mwingine tunahitaji mtoto asikae kwenye makao, aende huko kwenye familia. Kuna watu tunaoita watu wa kuaminika, fit persons. Hawa sasa hivi wako 1803. Na nyie mkitaka kufanya hivyo, mnajua mchakato. Maafisa wa ustawi wa jamii katika maeneo yenu wanaojua mchakato wanaweza wakawezesha. Sasa hawa wote hawa wanaotoa malezi mbadala, malezi ya kambo, wakati mwingine inawezekana wakakosa weledi wa kutosha, sifa za kutosha kufanya kazi hiyo. Kwa sababu tukubaliane, watoto wanaopitia katika mazingira haya, tuseme mtoto yatima, wanaoishi mtaani au walio kwenye mazingira magumu yoyote yale, wana uhitaji wa pekee kihisia na kwa namna mbalimbali. Wakati mwingine wanakuwa wameshaumizwa nafsi zao. Wanahitaji mlezi yule awe na sifa za ziada. Sasa hizi sifa wanazipata wapi? Kuna baadhi yetu labda Mungu anawajalia watakuwa nazo hizo. Lakini wengine inabidi wafundishwe. Ndio nyie hapo mlimefundishwa, si ndio? Hongereni sana kwa mafunzo hayo. Lakini kwa kweli kazi yenyewe ni zaidi ya kazi, ni wito. Ukichukulia tu kama kazi, hutaweza. Kazi yote ya malezi kwa watoto ni zaidi ya kazi, ni wito. Kwa hiyo niwaombe sasa, mtakapokuwa tunamaliza, si tunamaliza leo, tunasherehekea, tunafanya mahafali, lakini kwa kweli tunaanza safari mpya. Safari ya kwenda kutoa huduma nzuri zaidi za malezi ya kuwafundisha wenzetu kufanya malezi ya mbadala, malezi ya kambo kwa uzuri zaidi. Kwa sababu nyie mmeshaiva, si ndio? Kwa hiyo tunategemea hata kwenye familia zetu, kwenye jamii huko, lakini pia hata kwenye haya makao, na wadau wengine ambao wanataka au fit persons na wengine, mjipange. Uhitaji upo. Nendeni mkatoe mafunzo. Elimu mlioipata hiyo mkawashirikishe na wengine. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.